Jumapili asubuhi, njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV, bless you. Mtazamaji wa Star TV, karibu tena siku ya Jumapili hapa Star TV. Nikushukuru sana kwa kuendelea kuwa nami kuanzia wiki zilizopita na siku ya leo. Najua umenisubiri kwa hamu kuhakikisha kwamba tunaendelea na mada yetu hapa Star TV. Na siku ya leo tu nikwambie kwamba tunayo neema ya kipekee. Mungu ametupa watumishi wa Mungu hapa, kama ilivyo desturi ya kipindi chetu cha Amka Tumsifu Mungu. Kukutana na watumishi wa Mungu mbalimbali ambao Mungu anaturuhusu kuwa nao na wanafanyika baraka katika kuyahudumia maisha yetu. Na siku ya leo nikwambie tu, kaa tayari, kwa sababu ndani ya nyumba hapa tunao watumishi wa Mungu ambao wana ujumbe mzito ulioandaliwa kwa ajili yako. Nikwambie, mimi naitwa Madoshi James na anayenifanya kuonekana hapa ni Venita pamoja na Elisha Ndaro, lakini msimamizi wa kipindi hiki ni Emmanuel Makuliga. Kipindi hiki kinakujia kile ifikapo siku ya Jumapili kuanzia saa 12:30 hadi saa 3 kamili. Na leo tuanze sasa, nisikuchukulie muda wako, nikukutanishe na watumishi wa Mungu ambao tuko nao hapa. Mtumishi wa Mungu akusalimie, na baada ya kukusalimia tutaendelea sasa kwenye kile ambacho kimetukutanisha siku ya leo. Mchungaji Bishop, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Yes. Ni furaha ya ajabu mno kuwa na wewe hapa ukiwa umekaa kwenye hiki kiti. Na ninaamini mtazamaji hapa ajiandae tu, kuna ujumbe ambao umeandaliwa kwa ajili ya maisha yake. Yes. Karibu sana Bishop. Asante. Mimi ni Daktari Daniel Moses Kulola, na ni askofu mkuu wa makanisa ya The Sowers Evangelistic International Church. Lakini leo tumebahatika, tuna mgeni wetu ambaye nimeona aje alihudumie taifa la Tanzania na mahali na nje ya Tanzania. Na si mwingine, anaitwa Mathias Rogers. Ni mtumishi wa Mungu kutoka Marekani. Amekuwa mtumishi kwa miaka mingi na amekuwa rafiki yangu kwa miaka mingi. Ni wale watumishi ambao Mungu amewabakiza katika nyakati za leo. Kwa hiyo leo nimeona nimlete mahali hapa ili aweze kuwahudumia watumishi wa Mungu. Lakini baada ya kumaliza kipindi hiki, kama utakuwa na neno, unahitaji maombi au ushirika wowote, unaweza ukanipigia mimi simu, kwa sababu hana namba ya simu ya Tanzania, kwa 0767 74 90 40. Narudia, sawa. Ni 0767 74 90 40. Kwa mahitaji yoyote, kama ni maombi na ushauri, basi kupitia mimi nitamfikishia. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Karibuni kwenye kipindi kizuri ambacho mtumishi wa Mungu wa nguvu sana atawahudumia. Sasa Bishop, kabla tutajamaliza hapa kwenye utambulisho, umezungumzia kanisa lako na umezungumzia wewe ni bishop wa makanisa ya SEIC. Yes. Na kwa vipi mtu anayeishi mazingira ya hapa jijini Mwanza akihitaji kufika kanisani anaweza akafikaje? Sasa hivi tuna makanisa nchi nzima. Lakini kwa Mwanza pale makao makuu ambako ndiko nakosimamia, ni unapofika Sabasaba, Pasiasi Sabasaba, unaenda nyuma ya soko lile la Sabasaba, nyuma yake kuna shule ya Katoliki wanaita Morning Star. Hapo utaona kuna jengo kubwa sana. Kwa hiyo hapo ndio tunapatikana Mwanza, lakini nyuma ya soko la Sabasaba pale Ilemela. Sawa. Na mengine makanisa yako maeneo tofauti hapa mji wa Mwanza. Sawa. Sasa asante sana Bishop, na hapa nimwambie tu mtazamaji wangu kwamba siku ya leo isiwe siku ya hofu kwako. Kunalo neno ambalo Mungu amekusudia kwa ajili ya maisha yako. Nikwambie tu, kaa tayari, kwa sababu kuna vingi ambavyo Mungu anatamani uweze kujifunza. Na kama kutakuwa na chochote ambacho utatamani kuwasiliana na mimi hapa, unaweza ukanitafuta kwa namba za simu, nitakupa hapo. Zipo kwenye TV yako. Endelea tu kukaa makini, kwa sababu ninaamini siku ya leo haitakuwa ya majuto kwako. Sasa kutoka Tanzania kwa Bishop Daniel Kulola, twende Marekani sasa kwa mtumishi wa Mungu Mathias Rogers.
Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. I am truly honored to be here on Star TV. Kiukweli najihisi kuheshimika kuwa mahali hapa Star TV. Thank you so much for allowing me to come on this phenomenal program. Asanteni sana kuniruhusu kuwa hapa katika hii program njema sana. As you have heard, my name is Evangelist Matias Rojas. We come from the United States. Kama vile mlivyosikia kwa majina, mimi ni mwinjilisti Matias Rojas kutoka Marekani. We're working with Bishop Daniel Kulola. Na tunafanya kazi na Askofu Daniel Kulola. We have been doing a tour around here, the areas of Tanzania. We've gone to different places. Na tangu tumefika tumekuwa tukifanya safari sehemu tofauti za makanisa hapa Tanzania. Just bringing the good news of the Lord Jesus Christ. Tukileta tu ile habari njema ya neno la Mungu. We've seen many people touched with the power of God. Na tumeshuhudia watu wengi wakiguswa na mkito wa Mungu. I am the president of More International Ministries. Na mimi ndiye raisi wa More International Ministries. And we focus on doing massive crusades around the world. Na sisi tunatazamia kufanya mikutano mikubwa sana hapa duniani. Where we seek to reach the whole person. Maana yake tunatazamia kumfikia hata mtu binafsi. When we come into a region, na tunapofika katika mkoa fulani, we believe that we should come into a region with our hands full. Tunaamini kwamba tunapaswa kuwa katika mkoa huo tumekamilika. To reach the spirit of man with the word of God. Kufikia mwanadamu lakini kwa neno la Mungu. But to also reach the body of man with the basic needs such as food or different household items. Lakini pia kukutana na mahitaji ya mwanadamu ya kila siku ambayo yanahitajika katika boma la mtu. So our ministry focus on reaching the whole person in spirit and in the physical. Kwa hiyo sasa huduma yetu imejikita katika kusaidia watu kimwili na kiroho pia. And so it's an honor to be here to scout out the land to see how we can do future crusades. Kwa hiyo kwangu imekuwa ni heshima kubwa sana kufika na kuona, maana tunatazamia kufanya mikutano mikubwa sana. That I think is going to be a blessing to many people as we get ready for the upcoming months. Na mimi kwangu itakuwa inaonekana ni jambo kubwa sana kwa watu wengi kadri tunavyojiandaa kwa miezi ifuatayo mbele. And we prepare to do something massive in the different regions that we have visited. Na pia tunajiandaa kufanya mambo makubwa sana katika miji ambayo tumetoka kuitembelea. And so today I want to share a little bit about what brought me here. Na leo natamani tu kwa ufupi nielezee kile ambacho kimenisababisha mimi kuwa hapa. What has allowed me to come into a place in ministry that we're able to do this now? Sasa yani kwa nini ananiruhusu kuwa mahala katika huduma alafu ananiruhusu kufanya kitu kama hichi sasa? And I want to show you something in the scriptures in John chapter 6 verse 17. Na natamani ni kuonyeshe kitu katika maandiko Yohana 16:17. I just want to talk to you for a couple of moments. Natamani tu nizungumze na wewe kwa dakika kadhaa. The Bible says in John 6:17, and he entered into a ship and went over the sea towards Capernaum, and it was now dark, and Jesus was not come unto them. John 6:17. Yohana 6:17. Nitasoma. Wakapanda chomboni wakaanza kuivuka bahari kwenda Kapernaum. Nao nako kumekwisha kuwa giza, wala Yesu hajawafikia. And the sea arose by reason of a great wind that blew. Na bahari ikaanza kuchafuka kwa kuvuma upepo mkuu. So when they had rowed about 5 or 20 or 30 furlongs, they see Jesus walking on the sea and drawing nigh unto the ship, and they were afraid. Basi wakavuta makasia kadri ya maili 3-4, wakamwona Yesu anakwenda juu ya bahari na kuikaribia chombo, wakaogopa. But he said unto them, listen to this please, it is I, be not afraid. Lakini akawaambia kwamba naye akawaambia ni mimi, msiogope. Now I'd like to speak to you for a couple of moments under the title, God doesn't want you to fear. Kwa hiyo natamani nizungumze na wewe kwa dakika kadhaa kwa kichwa cha habari kwamba mkiwa ndani ya Mungu hakuna kuogopa. Our ministry has had the privilege of doing these massive crusades around the world. Na huduma yetu imekuwa na kibali cha kufanya mikutano hii mikubwa ulimwenguni kote. When we go into a region, we pay for everything that we do on our crusade. Na tunapofika katika mkoa kadha wa kadha tunalipia kila kitu kinachohitajika ili mkutano uweze kufanikiwa.
people have asked us, how did we get to a place in ministry of such degree? Sasa na watu wanatuuliza imewezekanaje sisi kufika katika hatua hii ya huduma? And I want to tell you that at the beginning it wasn't always like that. Na mimi natamani tu nikwambie kwamba hapo mwanzo haikuwa hivyo. But God showed me that whenever he calls us to cross to the other side to do something great in life. Lakini Mungu ananionyesha kwamba inatupasa kuvuka kwenda upande mwingine ili kuyaona yale maisha mema. Just like he had asked the disciples to go to the other side. Kama tu vile alivyowauliza wale wanafunzi wake kuelekea upande wa pili. When you're called to do something greater in your life. Pale unapokuwa umeitwa kufanya jambo kubwa katika maisha yako, there might be a seed that rises against you because of contrary wind. Ya kuna kuwa na mbegu ambayo inataka kuchipuka kinyume na wewe, maana tayari inajulikana ushindi upo. And it might try to infuse fear inside of you. Alafu inajaribu sasa kuweka hofu ndani yako. And the Bible says, lakini Biblia inasema that it was a dark time and they saw Jesus coming to them on the sea. Ulikuwa ni wakati wa Mungu, afu anamuona Yesu anakuja akitembea baharini. I want you to think about this. Natamani uwaze kitu kama hiki. In the darkest time of the night, Jesus came to them walking on the sea. Katika nyakati zile za usiku, Yesu anawafuata akitembea baharini. And you know, I've come to understand that in my darker moments that God wants to show himself in a supernatural way. Na mimi nimekuja kuelewa kwamba katika nyakati zile za giza, uelewi chochote, ndipo Mungu anataka ajidhihirishe. And sometimes when we're looking at the dark situation or we're looking at the winds or the sea, we don't see the supernatural things that God is doing in our life. Na pale ambapo tunakuwa tunapitia nyakati hizi mbaya ama wakati wa giza, hatuoni chochote, ndicho kile kipindi ambacho Mungu anatamani akitumie. And Jesus says something to them that he's saying to you today on Star TV. Alafu Yesu akawaambia kitu ambacho leo utakisikia kinatamkwa kwako hapa Star TV. He says to them in their darkest moment. Anawaambia katika zile nyakati zao za giza. He says to them when everything is shaking and everything is moving. Anawaambia pale wakati vitu havieleweki, ni mtikisiko. Do not be afraid, it is I. Usiogope, maana ni mimi. You know that one of the biggest hindrance of mankind from seeing the glory of God is fear. Unaona kwamba moja ya vizuizi ambavyo vinamfanya mtu asiuone uwepo wa Mungu ni hofu. And I remember when I started ministry that the enemy tried to infuse fear in me. Na mimi nakumbuka kipindi naanza huduma, shetani anajaribu kuweka hofu ndani yangu. Can God provide? Je, Mungu anaweza akajitwalia kwa ajili yangu? Can God sustain you? Je, Mungu ana uwezo wa kunipeleka napoenda? Will God be with you? Je, atatembea pamoja na mimi? Will he give you enough for your household or your family? Je, atajitwalia mahitaji ya familia yangu ama yangu binafsi? And I'm here to tell you, na mimi niko hapa nikwambie, that the God that we're speaking to you is the God of more than enough. Yani yule Mungu tunayekuletea wewe ni Mungu ambaye anajitosheleza. Not only will he sustain you, na sio tu kwamba atakusaidia, not only will he fill your cup, sio tu kwamba atakijaza kikombe chako, but the psalmist said, lakini sasa inasema ya kwamba he anoints my head with oil and my cup runs over. Kwenye kitabu cha Zaburi nasema kwamba ananitia mafuta katika kichwa changu na kujaza kikombe changu. I am here to encourage you from God. Hivyo mimi niko hapa nikutie moyo kutoka kwa Mungu. Not only will your cup be filled, sio tu kwamba kikombe chako kitajazwa, but God sent me here to tell you, lakini Mungu amenituma mahali hapa nikwambie, do not be afraid, your cup will run over. Usiogope, kikombe chako kitafurika. There are a lot of people going through difficult situations. Kuna watu ambao wanapitia hali ngumu. There are people going through hard times. Wanapitia nyakati mbaya sana. And God is saying to you, lakini Mungu anasema kwako, it don't matter the wind that's coming against you. Haijalishi ni upepo wa namna gani unakuja kinyume na wewe. It don't matter the sea that's coming against you. Haijalishi ni bahari la namna gani linakuja kinyume na wewe. It don't matter how dark the situation is. Haijalishi ni kipindi cha giza kiasi gani. Jesus is walking above all of that. Yesu anatembea juu ya vyote hivyo. And he's coming your way. Na anakuja njia yako. To tell you, kukwambia, do not be afraid, I'm with you. Usiogope, maana mimi niko pamoja na wewe. I've been sent here today to tell you. Na mimi nimetumwa hapa leo nikwambie. The Bible says, Biblia inasema ya kwamba, 2 Timothy chapter 1 verse 7.
Timotheo wa pili 7, For God has not given us a spirit of fear, kwamba Mungu hajatupatia sisi roho ya hofu, but of power, love, and a sound mind. lakini ya upendo, nguvu na akili timamu. There is somebody watching this today. Kunaye mtu anayetazama hii leo. There's somebody that's going to see this. Kuna mtu atashuhudia hili leo. And God wants you to know Na Mungu anatamani utambue ya that kwamba spirit of fear that's trying to intimidate you ile roho ya hofu inayojaribu kukutia mashaka was hivi, not sent by God. hiyo haijatumwa na Mungu. It has been sent by the enemy to try to shut you down. Imetumwa na adui ili ikushushe chini. It's been sent by the enemy to try to stagnate you. Imetumwa na adui ili kufanya ukwame. It's been sent by the enemy so that you don't move forward. Imetumwa na adui ili usiweze kusonga mbele. And God is telling you today, Na Mungu anakuambia leo, I did not give you that spirit. sijakupatia roho I hiyo, gave you a spirit of power nimekupatia roho ya nguvu so that you can deal with the enemy. ili uweze kushindana na adui. I gave you a spirit of love Nimekupatia roho ya upendo so you can deal with your neighbor. ili uweze kufanya vyema na jirani yako. And I gave you a spirit of a sound Na mind nimekupatia roho ya akili timamu so you can deal with yourself. ili sasa uweze kujijali wewe mwenyewe. Do not be afraid. Usiogope. The Bible says Biblia inasema ya in kwamba 1 Samuel chapter 10 verse 6, Samueli wa kwanza 16, the spirit of the Lord will come upon you roho ya Bwana itakuja juu yako and you will prophesy with na them utatabiri juu yao and be turned to another man. na utabadilishwa kuwa mtu mwingine. When God's spirit comes upon you, Roho ya Bwana inapokuja juu yako, listen to me, Star TV. hebu nisikilize vizuri Star TV. The spirit of God comes upon you. Roho ya Bwana inapokuja juu When yako, God says, I am with you, pale Mungu anaposema niko pamoja na He wewe, said, I'm going to do a work in you anasema nitafanya kazi ndani yako that will turn you into another man. ambayo itakusababisha uwe mtu mwingine. You will be turned from a fearful man to a courageous man. Utabadilishwa kutoka kuwa mtu mwenye hofu na kuwa mtu mwenye nguvu. You will be turned from someone that's a failure to someone that's successful. Utabadilishwa kutoka kwa mtu aliyefeli na kuwa mtu aliyefanikiwa. You will be turned from someone that's at the bottom to someone that's on the top. Utabadilishwa kutoka mtu aliye chini na utapandishwa kuwa mtu aliye You juu. will be turned from a borrower to a lender. Na wewe utabadilishwa kutoka kuwa mkopeshaji na utakopesha. I know a Jesus Mimi ninamjua Yesu, that said in His word, najua neno lake I come to give you life and life more abundantly. kwamba nakuja nikupatia uzima na uzima uliotele. I came to turn you into another man. Nimekuja ili nikubadilishe uwe kiumbe kipya. It don't matter how difficult your situation is. Haijalishi hali yako ina ugumu kiasi gani. I've been sent from the United States to tell the people of Tanzania, Nimetumwa kutoka Marekani ili niwaambie watu wa Tanzania, do not be afraid. usiogope. Jesus says to you, Yesu anasema kwako, it is I. ni mimi I am going to turn you into another man. nitakaye kubadilisha uwe mtu mwingine, In the name of Jesus. katika jina la Yesu In Kristo, the name of Jesus. katika jina la Yesu Kristo. Receive your turnaround. Pokea mabadiliko I yako. said receive your Nasema turnaround. pokea mabadiliko Do yako, not be afraid. usiogope. God says, I am with you. Mungu anasema mimi niko And pamoja I nawe will walk above every circumstance that you're facing. na nitatembea na wewe katika kila hali yoyote unayopitia. And so I bless you today. Hivyo naamua kukubariki siku ya leo, And I decree over your life na ninatamka juu ya maisha yako from this moment forward, kuanzia leo kusonga mbele, every oppression of the enemy that's trying to make you afraid, kila mambo ambayo shetani anayakuletea ili uwe mtu mwenye hofu, every dart of the enemy and every arrow that's been sent against you, kila mshale ama kila pigo ambalo limetumwa na adui kwako, it breaks right now in the name of Jesus. nasema linavunjika sasa hivi katika jina la And I Yesu. prophesy over you Na mimi natabiri juu that yako, your days of abundance are here. siku zako za ujazo ndizo hizi I hapa. prophesy over you Natabiri juu yako that your days of courage are here. kwamba siku zako za ujasiri zimefika. There's somebody watching. Kuna mtu anayetazama You are sasa, waiting for a turnaround. unasubilia mabadiliko, You are afraid for your family. unaogopa juu ya familia You are yako, afraid for your provision. unaogopa juu ya nani atatoa juu You are yako, afraid for your business. labda unaogopa
unaogopa juu ya You biashara, are afraid to take that step. labda unaogopa kuchukua The hatua, Lord says to you, ila Bwana anasema kwako usiogope, I assure you, mimi nakuhakikishia I will go with you. nitaenenda na wewe, And when you go through the water, na unapopitia maji they haya will not drown you. hayatakufanya uzame. Our ministry was not always at the top. Huduma yetu haikuwa juu kama sasa, But Jesus said, lakini Yesu Kristo I will anasema go with you. mimi nitaenenda na wewe, I will sustain you. alafu nitakuongoza, I will protect you. nitakulinda, And I will provide for you. alafu nitajitwalia kwa And so ajili I yako. am here as a witness Kwa hiyo mimi niko hapa kama shuhuda, that if Jesus did it with me, kama Yesu ameweza kufanya na he mimi, can do it with you. ana uwezo wa kufanya pia If he kwako. was able to raise me Kama up, alikuwa na uwezo wa kuniinua, he's going to raise you ni up. lazima atakuinua na If wewe. he was able to provide for me, Kama ameweza kujitwalia kwa ajili he will yangu, provide for you. atatoa kwa ajili yako. Be encouraged Yani nakutia moyo in Jesus' name. katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina, Amen. amina. Asante sana, thank you man of God. Asante sana mtu wa Mungu. Mtazamaji, nadhani sasa umebarikiwa na neno hili, na nimekwambia tu kwamba ni neema ya ajabu kutoka hapa nchini Tanzania. Leo tumeenda Marekani na mtumishi wa Mungu hapa ametuonesha mengi mazuri ambayo tunapaswa kuyafahamu. Na mimi nikwambie tu kwamba usiogope, kuwa na uhakika kwa haya ambayo mtumishi wa Mungu ameyazungumza. Na hapa kama ulivyokuwa unawaona wapo watu wawili hapa ambao wamehakikisha huu ujumbe unakufikia vizuri kutoka lugha ya Kiingereza na kukufikia kwa lugha husika ambayo pengine ilikuwa ni rahisi sana na umeifurahia hii lugha. Sasa nimkaribishe na yeye azungumze machache kuhusu yeye, kwa sababu ninadhani ungetamani kumfahamu vizuri, akikwambia jina lake na akwambie basi wanapatikana wapi. Na nikwambie tu kwamba yupo hapa kwa niaba ya kanisa la SEIC chini ya Bishop Daniel Kulola. Acha nimpe nafasi akwambie machache, na baada ya hapa tutahitimisha kidogo na kwa ajili ya kupata watumishi wengine. Karibu sana. Amen, asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Tanzania na duniani kote mnaoangalia, kwa majina naitwa Moses Kulola. Mimi ni mwalimu lakini pia mimi ni mwinjilisti, lakini nimejikita sana katika mambo ya umishonari. Mimi nafanya umisheni. Maana yangu ni kwamba nimejikita katika kufikia mahala ambapo watu wengi hawaoni uthamani wa kupeleka neno la Mungu. Sawa sawa. Kwa hiyo tunaingia vijijini kabisa kule ambapo unakuta watu hawajui chochote, tunakaa nao chini, tunawaelimisha, na leo tunaona namna mambo ambavyo Mungu anatenda. Kwa hiyo nikiwa nafanya hizi kazi za umisheni, sio kwamba tunakuwa tumejikita labda na kanisa la SEIC tu, hapana. Nafanya kazi na kanisa lolote la Kipentekoste ambalo linataka muondoko wa kimungu. Maana yake kama alivyosema mtumishi wa Mungu Matthews Rogers, maana yake tunawasaidia kiroho, lakini pia pale ambapo Mungu anakuwa ametusaidia pia tunawasaidia na kimwili. Manangu mahitaji ya hapa na pale, chakula, saa nyingine mavazi. Kama mfano tumefika jana Mwanza usiku saa 6, tulikuwa tunafanya expedition tour ya mambo ya umisheni. Tulienda sehemu panaitwa Ngara. Tulikuwa kule siku 2 tukihudumu. Ile siku tumemaliza hatukulala, ndio ujue namna umisheni ulivyo. Tukaondoka tukaenda Kahama na tukamaliza jana Kahama kufanya huduma mida ya kama saa 12. Tukaanza safari kuja Mwanza, tukafika usiku. Kwa hiyo unaweza kuona ni namna gani ambavyo Mungu anafanya. Lakini kwa hapa Mwanza makanisa yetu ya SEIC yapo sehemu nyingi sana, yapo sehemu tofauti, lakini makao makuu ambapo anapatikana askofu wetu mkuu Bishop Dr. Daniel Moses Kulola ni ukiwa unatokea Pasiasi mjini, unapofika Sabasaba huwa kuna kona unakata unaelekea Kiseke. Kwa hiyo kama unaelekea Kiseke kuna lile soko la Sabasaba.
Sasa ile soko la Sabasaba kwa nyuma kuna shule ambayo inaitwa Morning Star. Sasa kanisa limeangaliana tu na pia kwa pembeni kuna zile ofisi za serikali za mambo ya takwimu. Kwa hiyo ukifika pale utaliona tu ni kanisa kubwa sana. Kwa hiyo ni rahisi kufika, lakini kwa mawasiliano zaidi kwa mtu ambaye anatamani kupiga simu ili aweze labda kupata maelekezo vizuri zaidi, unaweza ukapiga simu, unaweza tu ukaandika namba hii, ni 0767 74 90 40. Nitarudia tena, ni 0767 74 90 40. Ukipiga hiyo namba utakuwa umemfikia uongozi wetu na watakuelekeza vizuri na utaweza kufika kanisani vyema na Mungu akubariki. Sawa sawa. Amen. Na mtazamaji, huyu anaitwa Moses Kulola, nadhani umemsikia vizuri na ungetamani kupata ufafanuzi. Nikwambie tu wakati mwingine utafahamu vizuri kuhusu Moses Kulola. Kwa nini Moses Kulola? Nikwambie tu usiogope, hakuna nguvu ya kukuzuia, labda uamue kujizuia mwenyewe. Tuna mapumziko mafupi, tutarejea. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi.